Fungua Yohana 10:10 pale. Alafu tuanze kwanza. Fungua Yohana 10:10. Sasa muda wetu umekwenda. Hebu nikimbizane nao kwa dakika kama 40 hivi. Ndio nimefika mara 1 2 3 4. Yeah. Dakika 40. Haraka. Kwa hiyo sitakwenda kwenye vitu vingi, sitakwenda in detail. Nitakuwa nagusa. Haleluya. Nitakuwa ninagusa maeneo fulani, lakini angalau upate idea ya kile ambacho tunataka kujifunza leo. Tusome Yohana 10:10 tafadhali, fungua Biblia yako. Naomba uwe sharp. Baada ya kwanza tumetumia muda mrefu kidogo. Nao nataka uwe sharp. Yohana 10:10 nikitaja unaruka unaenda kule. Unaacha kuandika kwanza unaenda kule, utaandika baadaye. Amen. Sawa. Tumrefu upo. Siku ya baraka sana. Amen. Siku ya baraka kwa kweli. Watu mmebarikiwa. Amen. Haleluya. Sasa naomba uwe na furaha ile na shamla ile na moto ule. Usiishie kwenye kushangilia uchumba tu hapo. Yohana 10:10 umefika? Hebu tusome Yohana 10:10. Moja mbili tatu twende. Alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao. Alright. Sasa anazungumzia leo mwaka huu tuna theme au kauli mbiu unasema utele, si ndio? Na imetoka kwenye andiko hili la Yohana 10:10. Nafikiri mnaliona pale. Ndio. Na utele leo sitaenda in detail kwenye neno lenyewe utele. Lakini nataka nikuonyeshe tu njia ya kufika kwenye utele. Sawa? Njia ya kufika wapi? Kwenye utele. Uko tayari? Sema utele. Na utele ni ile hali ya utoshevu, na nitakuja kusema kwamba anasema mimi nalikuja wewe na uzima. Kwa maana nyingine nilikuja ili uzima wa Mungu uwe ndani yao. Amen. Na ule uzima wa Mungu ukiwa ndani yao, then ule uzima wa Mungu uzalishe utele na maisha yao. Uzalishe utoshevu na maisha yao. Amen. Kisha wewe nao tele. Kwa hiyo tuwe na utele wa maisha, tuwe na utoshelevu wa kila kitu na maisha yetu. Na haya ndio mapenzi ya Mungu. Ni kiu yetu, lakini mapenzi ya Mungu. Amen. Na kila mwanadamu angependa kuona ana utoshelevu katika maisha yake. Anapofika mahala hana ule utoshelevu wa kutosha kwenye maisha yake, inakuwa ni shida, ni matatizo, ni mawazo, ni maumivu. Lakini Mungu anazungumzia habari ya utele kwa ajili yetu. Kwa Mungu ana mpango wa kuachilia utoshelevu ndani ya maisha yetu. Sasa ili ufike kwenye maisha ya utele, maisha ya utoshelevu, maisha ambayo ukigeuka kushoto au kulia haina tofauti. Na hii haina location, yani location doesn't matter. Kwamba uko wapi no. Kinachomatter ni uwepo wa Mungu na maisha yako. Popote ulipo mbaraka unakuandama. Sema amen. Amen. So ili ufike kwenye utele kuna kanuni kama 7 nimeziandika hapa ambazo ningependa tuzipitie haraka na uanze kuziishi hizo kabla hatujachambua ile andiko lenyewe. Lakini uanze na hiyo. Sasa tunataka kufika kwenye utele, kwenye utoshelevu, kwenye kuona ukuu wa Mungu, uhalisia wa ukuu wa Mungu na maisha yetu. Ni mambo gani inabidi tuyaishi? Sababu ni swala la kuishi mtindo wa maisha fulani ili ufike pale. Na sio swala la kusubiri au swala la makelele au la kuimba tu slogan ya kwamba abundance. Ni swala la mtindo wa maisha. Huu mtindo wa maisha ndio unazaa matunda na maisha yako. Amen. Kwa tunazo kanuni kadhaa ambazo nimeandika kama 7. Ya kwanza, kanuni ya kwanza ili uweze kufika kwenye maisha ya utele. Na uko tayari? Kanuni ya kwanza ili ufike kwenye maisha ya utele, ili ufike kwenye maisha ya utoshelevu. Yaani kwa maana nyingine hii inakupa kufanya kila unachokifanya kifanikiwe na maisha yako. Kila unachokigusa lazima kistawi. Kila plan lazima ije kwenye uhalisia. Kwa sababu unayaishi maisha ambayo yanakupeleka huko. Tuko pamoja dokta? Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Kuna mtu uko pamoja na mimi hapa? Amen. Muulize jirani yako, uko pamoja na sisi hapa? Muulize uko upande wetu wewe? Haleluya. Nasema haleluya. So kila mlango unakuwa wazi kwa ajili yako. Wewe ni mtu maalum sana. Na Mungu anataka kukutreat au kukutendea kiumaalum mno. Wewe ni mtu maalum sana. Na hatupaswi
kujifananisha na watu aina nyingine yoyote. Huko duniani kuna watu wengi sana, lakini lazima utambue kwamba mimi ni maalum. Ujitambue tu mwenyewe kwamba wewe ni maalum na usidanganywe na mtu. Sema I'm special. Sema tena. Mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7. Na iwe hivyo kwako kwa jina la Yesu, na ndivyo hivyo. Amen. Lazima uonekane special katika kila kona ya maisha yako. Jinsi unavyozungumza, jinsi unavyowaza, jinsi unavyotenda, mambo yako yanavyofanyika. You are special. Amen. Hallelujah. You are special. Sema I'm special. I'm special. Sisi nifanyeje mpaka ukubali kwamba you are special? Umeelewa? Ndio. Ndio. Usiishi kama wanavyoishi wengine, tambua kwamba wewe ni maalum. Unajua? Mtu mnakuwa naye mtaani kawaida. Kuna kipindi fulani hivi unakuta mtu wa kawaida tu mtaani akiwa rais tu, amekuwa rais au waziri, mtindo wa maisha unabadilika. Hata akiwa mbunge tu, mtindo unabadilika. Sababu ana umaalumu fulani hivi. Sasa wewe ni zaidi ya wote hao. Mwambie jirani yako, Mungu anakaa ndani yangu. Mimi sio wa kawaida. Siishi kama wanadamu wanavyowaza au wanavyofikiria. Mimi ni maalum sana. Mwambie wewe je? Lazima ujitambue. Kujitambua muhimu sana. Unajua kuna huyu mama alianzisha kitu kinaitwa binti na ufahamu bora. Ile ufahamu bora. Wewe lazima una ufahamu bora wa kujitambua. Haleluya. Amen. Yanakuelewa haya? Amen. Sasa Mungu anataka tuwe hivyo, na Mungu anataka dunia nzima tuangalie hivyo. Na anataka kwanza sisi tujitambue hivyo, alafu tuionyeshe dunia kwamba sisi ni watu wa maana. Nilikuwa ninafuatilia speech ya waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu. Kuna mtu alirusha kwenye grupu ya wachungaji ni wewe? Nilikuwa naifuatilia kabla hata hujarusha, I had it before. Sasa pastor mmoja akairusha kwenye grupu yao pia nikaiona naiangalia. Nimerudia mara nyingi sana ile speech. Ukimsikiliza unaweza ukaona mtu ana tambo zake kwanza. Wala alikuwa afichi, si ndio? Anasema kwamba sisi ni number 1 katika kila kitu duniani. Anasema katika technology we are the best. Kila hii we are the top. Hiki tuko juu. Anaonyesha wazi hakuna mtu anatukaribia. Sio Amerika, sio Urusi, si chochote, we are number 1 in everything. Unajua sasa hivi Amerika inalalamika juu ya China. Kuna kabisa wanalalamika. Wanajipanga jinsi ya kupambana na teknolojia ya China. Sio Israel. Sio Israel. Hao wa China wenyewe wanaenda kusoma kule. Lakini hawapewi vyote. Myahudi hakupaki vyote. Hakupe vyote alafu ili weje kwa mfano yani. Kwa mfano ili weje yani. Kwa sababu wao wamejitambua wao ni watu maalum, they are special people katika dunia hii. Na wanajijua wao ndio class 1. Wao ndio standard, yani ndio daraja la juu kuliko wengine wote. Top class. Na mwambie jirani yako, I'm in the top. Mwambie mimi ndio top. Hallelujah. Bwana kwambie Mungu ametufanya kuwa hivyo. Sio kwamba tunasema nenda kufurahishana kutiana moyo hapa. No. That's how we are. Amen. Daraja la juu kabisa la maisha hapa duniani ni Mungu na watoto wake. Amen. Kwa mimi ni mtoto wa Mungu. Hakuna mtu anaweza kuwa juu ya Mungu au zaidi ya Mungu au kufanana na Mungu. We are on the top. Amen. Tatizo ni ufahamu tu. Ukitembea hapa, ukitoka tu geti la kanisa hapo, unaanza kuburuza miguu kama vile yule mtu wa mtaani kabisa. No. Tembea kama mtoto wa Mungu, jitambue. Swala sio pesa mfukoni. Swala sio gari. Swala sio nyumba unayokaa. Swala nani umembeba ndani yako. We are different. Wewe ni tofauti sana na viumbe vingine huko duniani. Lazima ujitambue tukikaa katikati ya watu, hata kama wana hela, jitambue mimi am better than these people. Mimi ndio top wa hawa jamaa. Nasema na mtu mahali hapa. Nasema na mtu mahali hapa. Kuna mawasiliano na Mungu wa mbinguni ambao wao hawana. Wewe sio mtu wa kawaida. Yanakuelea haya? Amen. Yanakuelea? Amen. Hallelujah. Now, kanuni ya kwanza ili uweze kufika mahali ambapo Mungu amekusudia mwaka huu kwenye utele wa maisha. Kanuni ya kwanza, tumia muda mwingi na Mungu kuliko watu. Tumia muda mwingi na nani? Na Mungu kuliko watu. Usiwape nafasi sana watu kwenye maisha yako. Kila wakati huko kwenye magrupu ya watu, magrupu ya WhatsApp, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye whatever. No. That is spending time with the people. Ule muda ambao unapekua sana kwenye WhatsApp na vitu vingine, pekua Biblia. Amen. Anza kugeuza mtindo wako wa maisha. Anza kuwa mtu wa tofauti. Anza kuwa tofauti, hata jirani unaokaa nao waanze kuona mtu anaweza kuwa tofauti. Hata ndani ya nyumba mnamoishi,
Lazima watu waweze kuona wewe umeanza kuwa tofauti. Yanakuelea haya? Mwambie jirani yako yanakuelea ndugu haya. Hakikisha unaanza kuwa tofauti, muone Mungu na maisha yako. Hauta struggle kwenye eneo lolote la maisha yako. Hauta struggle kwa sababu unatumia muda mwingi na Mungu kuliko wanadamu. Na Mungu anakujaza vingi vya kiungu kuliko watu wengine. Kwa unapokuja na vitu vingi vya kiungu, unaanza kuwa na ubunifu mwingi, unaanza kuona mambo tofauti watu wengine wanavyoyaona. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu wanakaa wanafundishwa tu kwenda mbinguni. Mimi si kwamba kukuambia kwenda mbinguni. Ukiaisha ndio kukuambia mbinguni ni given. Utaenda tu lakini baadaye. Lini? We are not in a hurry. Nafuata nini mbinguni sasa hivi? Ukisoma Biblia hata haisemi sana juu ya mbinguni. Inazungumzia maisha ya hapa. Yeah. Baadaye ndio tena baadaye. Sema baadaye sana. Haleluya. Amen. Kama huwezi kushinda hapa na wasiwasi na safari yako kwenda mbinguni. Kama huwezi kushinda hapa. So kanuni ya kwanza, spend more time with God. Tumia muda mwingi zaidi na Mungu kuliko watu. Jitahidi kuwa na Mungu muda mwingi kuliko watu. Sema amen. Amen. Yanakuelea haya. Soma pamoja na mimi Yohana 15:7. Yohana 15:7. Asema mmefika? Hebu tusome wote, nataka tusome. Kuwa sharp nimesema. Chap chap. Yohana 15:7. Bado kwenye Eliomo. Yohana 15:7. Tunaweza kusoma? 1 2 3 twende. Rudia tena 1 2 3 twende. Anasema sisi tukikaa wapi? Na maneno yake yakae wapi? Then tufanye nini? Tuombe kitu gani? Alafu nini kitatokea? Kwa hiyo unaona hata nguvu ya maombi inatokana wapi? Na kukaa na nani? Na kutumia muda na Mungu. Na ninaposema kutumia muda na Mungu, sizungumzi habari ya kukaa tu siku nzima asubuhi mpaka jioni naomba. Kama ndio mtindo wako wa maisha, kama una nguvu ya kuomba kiasi hicho, basi jaza neno la Mungu ili ukiomba maombi yawe na athari. Lakini tumia muda sana kuingiza Mungu ndani yako kupitia neno lake. Utauona mkono wa Mungu. Kama ni biashara utaanza kuona tofauti. Kama ni kazini utaona tofauti. Promotion sio ya kuomba wewe. Promotion itakiwa ufikiriwe tu, yani uwe kwenye mawazo ya wa promotiji hao. Sasa wanapoanza kufikiria nani aende pale, lazima ufikiriwe wewe kwanza kabla ya wengine. Haleluya. Amen. Kwa sababu gani? Uwepo wa Mungu na maisha yako. Tumia muda na mwingi na Mungu. Kuna watu wakiamka asubuhi mpaka jioni wanaperuzi kwenye mitandao. Wako kwenye WhatsApp, wako kwenye Instagram. They are everywhere. They know wanajua kila umbea hapa duniani. Na ukienda kwenye Instagram vitu gani? Mwingi ni umbea. Vitu vya maana ni vichache sana. Umefollow watu gani kwenye Instagram yako? Umefollow waigizaji wa sinema au wanamuziki wa Tanzania? Au waongo? Au waliopotoka ndio unawafollow baadaye wao wakufollow? Naona mlivyonyamaza hapa. Mafollowers wa watu hao. So lazima ujue unapokuwa kwenye Instagram hauko na Mungu, uko na watu. Unapokuwa kwenye WhatsApp hauko na Mungu, uko na watu. Unapokuwa Facebook hauko na Mungu, uko na watu. Sasa angalia muda unaotumia na watu wanakudrain. Watu wanakufyonza tu. Unazidi kufyonzwa, hamna kitu unaingiza. Na wewe ndio unatakiwa uwe majibu kwa watu. Sasa unafanya majibu wakati huna cha maana cha kualisha. Nasema na mtu hapa. Nisikize mimi, acha watu wanaomove, nisikize mimi. Be careful hapa kwa magarifu. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Tumia muda mwingi na Mungu kuliko watu uone matokeo. Anza kufanya mazoezi hayo. Mimi nilikuwa kwenye grupu moja la WhatsApp linaitwa Jesus Alive, lingine linaitwa Apostolic Prophet, jukwaa la mitume na manabii. Lingine wameniingiza tu wenyewe, tunaomba wewe huko na sasa kwenye ushirika na watu na nini. Acha, lakini sasa vinavyoendelea kule Western kila wakati ukaa imeingia. Kuna watu wanachati asubuhi mpaka jioni. Yaani mpaka mtu mmoja kamuuliza wewe unafanya shughuli gani? Yaani tangu asubuhi mpaka jioni kila kitu na comment, kila kitu na comment. Hey! Akasema nipo, akasema wewe unaishije, unakula nini? Kwa sababu hata chakula unatoa wapi wewe? Muda wote uko kwenye mtandao.
Anasema akipo tu na anafanya kazi gani unafanya? Kumfuatilia ni muuza matofali. Sasa anakudanganya mwenzako anasubiri wateja. Tofali asubiri wateja unaweza usipate mnunuzi. Si huko kwenye matofali umekaa pale. Sasa si wanunuzi hawajaji. Unafanyaje? Si ndio simu sasa. Kumbe yeye mwenzako ana muda, wewe unafikiri mbona wenzako wanachat? Wenzako hao. Sio mwenzako, kila mtu ana njia yake ya maisha. Alafu yeye kija trip moja kauza matofali 10,000, ana hela mfukoni. Wewe hauna lolote hapa. Fadhali utafute watu wasuke. Upate hela. Wewe umekaa kwenye Instagram, umekaa vitu gani? No. Wait, sikiliza. Mimi sikuzuii kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini je, una nguvu ya kubalance mambo? Una nguvu ya kuweka uwiano wa mambo? Ndio balance hiyo, sio? Kwamba naweza nikaangalia huko na nikafanya shughuli zangu vizuri effectively. Inawezekana? Huwezi achana nayo. Huwezi achana nayo. Tafuta kutengeneza maisha yako. Kuna kesho na kusubiri ujue. Kuna kesho na kusubiri ujue. Usifanye mchezo leo. Matokeo ya jinsi ulivyo leo ni jinsi ulivyoishi jana. Yaani wewe ulivyo leo ni kwa sababu jana uliishi vipi. Hallelujah. So be careful. Mwambie jana yako kuwa mwangalifu. Ni fundisho la Biblia, it is a warning. Sasa, yeah, be careful. Nimesema na maisha yako kidogo. You have to change. Sema amen. Sasa vijana usipotee huko. Kama una follow watu wenye mahubiri mle vitu gani? Si viko kwenye Instagram pia? Yes. Kuna vitu vya tu follow hivyo. Vile vingine vyote unfollow. As from now. Vingine vyote fanya nini? Achana navyo. Too much. Huwezi kubalance, achana navyo. Huwezi kubalance. Ni watu wachache sana wanaweza kujisimamia wakabalance ya mambo. Amen. Hiyo number 1. Nimesema tumia muda mwingi na nani? Kuliko nani? La pili, jizoeze kumtegemea Mungu. Kwa sababu sasa umetumia muda na Mungu, sasa namjua. Ni ngumu sana kumtegemea mtu usiyemjua. Lakini sasa ninamjua. Na kuwa na uwezo wa kumtegemea Mungu kwa sababu namjua. Sasa ninamjua. Na unaishi kumtegemea kwa sababu unamjua. Ni ngumu kumtegemea, kusema unamtegemea Mungu wakati unamjui. Ni ngumu. Ni ngumu sana. Jizoeze kumtegemea Mungu. Mithali 3:5. Mithali 3:5. Hii nimefika. Wone wasomea haraka. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Umtegemee Mungu kwa kiasi gani? Kwa moyo wako? Come on, let's talk. Anasema mtegemee Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Mara nyingi failure ni matokeo ya kutegemea akili zetu wenyewe. Tunapokuwa tunategemea akili zetu wenyewe, we fail. Tunaishia kushinda kwa sababu akili ya mwanadamu ina limit. Ina kikomo cha mambo. Inapofika kikomo unajikuta na umeishia hapo. Lakini nataka nikwambie Mungu anaanzia pale ambapo umeshindwa. Kwa mtegemee Mungu kwenda mbele. Sema amina. Amina. Yanakuelewa haya lakini jizoeze kumtegemea Mungu. Unaweza kusema namtegemeaje Mungu? Now listen. Fungua pale Yohana 6:63. Haraka soma. Yohana 6:63. Haujafika? Yohana 6:63. Nataka usome wewe hapa sasa. Fanya haraka, nina haraka sana sasa hivi ya kumaliza ya mambo. Yohana 6:63. Naomba usome Biblia, usiniangalie tu peke yake. Usome pia, itakuwa nzuri sana. Yohana 6:63. Find somebody with the Bible around you, afu msome naye, itakuwa nzuri sana. Tayari? Let's go. Moja mbili twende. Maneno haya atuambiwa ni roho tena ni uzima. Sasa unapoingiza maneno ya Mungu unaingiza roho wa Mungu. Na roho wa Mungu ndio director wetu. Ndio kiongozi, ndio dira ya maisha yetu. Anapoingia anaanza kukuelekeza nini cha kufanya. Nini cha kufanya na nini cha kutokufanya. Sasa watu wengi hawazungumzi juu ya Roho Mtakatifu, hawafikiria habari za Roho Mtakatifu, wala hawana mpango na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kila kitu kwa kanisa. Katika maisha ya Ukristo bila Roho Mtakatifu ni zero. Ili maisha yako ya Ukristo yawe na nguvu, unamhitaji Roho Mtakatifu. Anaingiaje? Kupitia neno. Bila neno la Kristo kujaa kwa wingi ndani yako, Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani yako. Yanakuelewa haya? Amen. Na hebu fungua Warumi 5:5. Warumi 5:5 haraka. Warumi 5:5. Warumi 5:5. Haujafika? Chap. Warumi 5:5. Bishop. Umefika? Wangapi bado?
Hebu Warumi 5:5 tusome moja mitatu twende. Pendo la Mungu limemiminwa na nani? Tuliyepewa. Nani anamimina pendo la Mungu ndani? Anamimina pendo la ndani yako. Lakini anamiminaje mpaka ingie mwenyewe? Unapoingiza neno la Kristo, Roho Mtakatifu anaingia. The thing he does, anamimina pendo la Mungu ndani yako. Ndio maana ngoja nikwambie kitu kimoja. Ni ngumu sana kumpenda mtu ambaye humjui. Unampendaje after all? Na mbaya zaidi, ni ngumu sana kumpenda mtu maskini. Unampendaje na hana kitu cha kuadi kwenye maisha yako? Has that got nothing to add in my life? Unampendaje? Bila Mungu huwezi kumpenda mtu namna hiyo. Na wewe usiyekuwa na kitu utapotaje penzi la watu wengine kama sio Mungu? Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Unaweza kumpenda mtu yeyote unconditional love. Penzi lisiokuwa na masharti kwa sababu Kristo anakaa ndani yako. Na ukawiwa kwa ajili ya maisha ya wengine, kuumia kwa ajili ya wengine kwa sababu Kristo anakaa ndani yako. Haleluya. Lakini haingii kwa kumwambia ingia sasa. Unachama haingii hivyo. Lazima Kristo umuingize kwa neno lake. Neno la Kristo linavyoingia, Kristo anaingia, Roho wa Mungu anaingia, mbingu zinaingia ndani yako. You become much stronger in the spirit. Powerful in the spirit. Kwa unaweza kuamuru mazingira na kuyabadilisha mwenyewe. Utegemee kuwekewa mikono wala kutabiriwa na mtu. Sababu wewe mwenyewe ni nabii wa maisha yako mwenyewe. Haleluya. Na hii inafanya usikate tamaa. Kwa nini watu wanakata tamaa? They don't spend time with God. Hautumii muda na Mungu. Lazima ukate tamaa tu. Toka mara utakwama tu. Kwa nini watu wanatafuta shortcut? Kwa sababu haumjui Mungu. Nasema na mtu hapa. Lakini kutumia muda na Mungu, unaweza kumtegemea, unaweza kumtegemea katika kila jambo. Na ninaposema kumtegemea Mungu, sio rahisi, sio kitu rahisi kama unavyofikiria. Mimi sizungumzie theory hizi ambazo hazipo, no. Nataka kukuambia kitu halisi. Kumtegemea Mungu ni kitu kigumu, sema kigumu. Mpaka unamjua. Kumtegemea Mungu maana yake kuishi kama anavyosema. Yaani utembee kwenye nyayo za maneno yake. Amesema hivi nafanya. Amesema hivi nafanya. Unajua kuna watu waliishi kwenye Biblia kumtegemea Mungu, tukiosoma tunaona. Na mmoja wa watu walioishi kumtegemea Mungu alikuwa ni Musa, akaja Yoshua tunawafahamu, akija wakina David tunawafahamu, lakini kulikuwa na kina Lutu kina Nuhu tunawafahamu. How come Mungu akwambie jenga safina? Kuna gharika inakuja na mvua haijawahi kunyesha. Maji yanatoka wapi? Naomba ifunikwe ile gari, naomba watu macho. Funikeni hiyo gari. Hiyo nyekundu. Yeah. Haleluya. Angalia sasa, mnaangalia tena muumie. Inawezekanaje kama si kumtegemea Mungu? Huwezi kufanya vitu vya namna hiyo. Na angalia matokeo ya wale waliomtegemea Mungu. Ndio maana huwa nawasukuma sana, wa encourage sana kusoma Biblia ili msidanganywe na waongo. Amen. Huyu Nuhu anaambiwa jenga safina, gharika inakuja. Mungu hakumpa details zingine. Amempa tu iwe mapana haya, urefu, kimo, kikwisha habari. Weka lami ndani na nje. Tumia miti aina fulani. Na nimwelekeza miti isiyooza kwa maji. Mungu anajua kila kitu. Na tuweke lami ndani na nje. And then ukishamaliza kata vyumba hivi, alafu ingiza wanyama. Alipomaliza kabla nimeweza sasa ingiza wanyama. Kaingiza wanyama, ambia watu waingie. Wamekataa, ingia wewe na wake na watoto wake na wake zao. Ingia na familia zako zote. Wewe unawaponya na ukoo wako. Haya ingia. Hata kama ni wabaramaki ingia nao. Ili sitaki umie kwa sababu wewe umenisikiliza. Kwa naponya watu wako kwa ajili ya moyo wako kwangu. Amina. Amen. Amen. Na kama unataka kuponya familia yako, jenga ushirika na Mungu. Amen. Haleluya. Nasema haleluya. Amen. Sasa Nuhu miaka mingapi? Like 120 years. Kama miaka 120 unajenga safina. Na watu wanapita kila siku hapo wanakuangalia, wewe unasuka tu maukindu ma vitu gani? Mzee Nuhu, habari yako nzuri. Mzee mwenzangu vipi tena? Nini hasa? Hii safina ya nini? Kwa ajili ya gharika. Gharika itatoka wapi? Mungu amesema. Nani amesema? Kwa hiyo wewe ishi kwa sababu Mungu amesema, sio watu wanasemaje. Problem ya watu ndani ya kanisa wameanza kutoka, wanaiga upepo wa nje unasema nini. Upepo wa nje has got nothing to do with your life. Na watu wanakuwa losers ndani ya kanisa. Hatuonyeshi tofauti yetu na walio nje kwa sababu hatuyaishi maneno ya Mungu. Tukiishi maneno ya Mungu, we are quite different. Ukiamua leo, kuna mtu ananiambia, nilikuwa naongea na pastor mmoja juzi, namwambia sikiliza, kama watu wakiamua kabisa kwamba ninaanza kuishi kwa kutegemea neno la Mungu linavyosema, na watu wote tujikite Mungu. Usijali ile transition period, ile kipindi cha mpito ambacho utangangana, lakini baada ya muda utastabilize.
Ukishakaa sawa, magonjwa hayatakuja juu yako. Umaskini hautausikia. Tabu na shida hizo utaziona. Wewe unakuwa mtatua matatizo, solution solver. Na mimi ni problem solver. Wewe una provide solutions kwenye matatizo. Hasa watu wanashangaa, wewe mpaka unasahau kama kuna matatizo. Kwani Mungu anajua kuna matatizo? Mungu anajua? Kama naongea na watu hapa. Mungu anajua kuna matatizo anayapitia. Mungu anayapitia. Huyo Yesu anapitia matatizo. Na huyo Yesu anakaa wapi? Why wewe unayapitia? Jiulize sasa. Huyo Yesu anapitia matatizo. Kwa Mungu anakaa naye anasema si mwaka huu. Naye anasema hivyo. Mungu anaweza kaa akasema mwaka huu. Anatafuta pa kuanzia. Anapanga mikakati na line up kwa sababu ya uwezo wake. Mipango kila kitu kina line up kwa ajili ya uwezo wake. Sema amen. Amen. Na ndivyo inavyoenda kwenda kuwa kwako kwa jina la Yesu. Amen. Nasema inakwenda kuwa hivyo kwako kwa jina la Yesu. Unajua mimi nimemexperience Mungu. Kuna wakati kwa mfano na ushuhuda kama ya Kanamusu Lilian hapa kidogo nikwambie. Unajua kwa mfano last year linaambia kwamba mwaka huu kuna wazazi wanataka kuleta pale shuleni watoto darasa la kwanza. Kwa hiyo lazima tuanze primary school. Wakati ananiambia sina mfukoni a single cent. Nina majukumu huku, nina hela za kwenda. Kila hela ukipita yani inapita. Inakuja hamna ile inakaa hapo. Inapita kuna hili kishika shiki 500 kija, 200 kija, 100 kija, 20,000 kija imepita. Lakini nikamwambia kwa sababu namjua Mungu mimi. Nikamwambia tutajenga, waambie wazazi tutajenga. Yeye kwa anataka kuambia ndo anaenda kwenye kikao siku hiyo. Bado wiki ngapi? 3 si 2. Bado wiki 3 hivi. Yaani tunaelekea Januari wiki 3 bado. Hakuna hata tofali moja liko pale. Hakuna kabisa. Bado wiki 3. Sina hela. Alafu sipo Dar es Salaam sasa. Nimekuja akanieleza yeye anajiandaa kwenda kwenye kikao, awaambie haitawezekana tukawa na primary school, tafutie mtu watoto wende shule. Nikamwambia waambie tutakuwa nani. Akasema kweli, akasema waambie tutakuwa nani. I believe my God. Namjua, I know my God, namjua Mungu wangu. Tukitia nia anasimama na sisi. Alishangaa siku ya kwanza tu mimi nimeenda barabarani pale. Matofali 1000 yameteremka. Nikamwambia tunaanzia kwa mafundi kuja msingi, wasema 1000 yanatosha. Wasema madarasa mangapi? 3. Nenda kaiangalie si yako pale. Madarasa yako pale watoto somo wanasoma sasa hivi. Wameingia watoto tarehe 7 wameingia. Haleluya. Wameingia na nilikuwa ni wiki 3 kabla ya mwisho wa mwezi. Mwezi wish December kuja January. Unafanyaje? No money. Zinatakiwa more than 20-30 million hapo, unafanya kitu gani? You don't have the money. Unafanyaje? Unaanza kulialia kwa watu nini? I never approached anybody. Learn to depend on God. Jizoeze kumtegemea Mungu. Ana majibu yote. Sema amen. Amen. Unajua solution inakuja when there is a need. Panapokuwa na uhitaji. Si ndio? Mungu hakuweki tu vitu vikaikae tu hivi havina maana, no. Anaweka vitu ambavyo vina uhitaji. Sasa shule iko pale, madarasa 3 hapo, 2 yanamalizwa, 1 tayari wanasoma, mengine yanamaliziwa, haina shida. Sema amen. Amen. Na nimemwambia akasema sasa hatuwezi kwanza kufanya registration kwa sababu unajua kule kwenye registration wanataka madarasa. Nikasema nenda kaanze process. Anza process ya registration ya primary school. Baada ya muda mtasikia na university mama. Mimi ile shule nilikwambia ni ukweli. Mimi what I know is to provide money. Sijui kinachoendelea ile shule. Juzi mtu mmoja amenitumia, amenipigia sasa, "Hiyo shule ndio nasikia kuna shule ni shilingi ngapi?" Akasema, "Ndugu yangu, naenda shuleni pale." Sijui chochote, ada sijui nalipwaje, wana transport. Mimi naambiwa ile gari tununue na wanafunzi, nikiwa na hela nalipia, nachangia hapo akiwa anasema ni nalipia hivyo. Sijui chochote kingine kuhusu hiyo shule. Lakini it's a nice school, wale wenye watoto wao wanaweza kuambia. Kuna watu wana watoto hapa familia hapa wana yule Mwamlenga huyu ana mtoto wake, anaweza kuambia. Shule iko pale, wanaweza kuambia shule nzuri mno. Tuna mwalimu wetu Johnson pale, ana control kila kitu, very good. Wanaendelea. Mimi huwa siingii vitu professional. Weka utaratibu, sio kama ni unaweka tu utaratibu. Unaweka mwasibu, unaweka nini vitu vinaenda vizuri. Usiingilie vitu professional, sio kuuza mbao unaweza kuuza tu. Vitu vya kitaaluma unaongoza tu, lakini unawaachia wenye taaluma wafanye. Haleluya. Yanakuelea haya. Mwambie jina lako jisiweze kumtegemea Mungu. Yote yanawezekana kwake aminie. Wewe kumtegemea Mungu ndio kumwamini Mungu hasa. Kama naishi kwa kile anachokisema Mungu. Siishi kwa watu wanavyosema.
It doesn't matter. Haijalishi labda hali ni ngumu kiasi gani. Wakati mwingine unaposema unamtegemea Mungu ndio pale pana kaza zaidi. Na wewe kaza hivyo hivyo. Kaza mpaka utoboe. Hallelujah. Amen. Nasema na mtu hapa mahali hapa leo. Jesus, unataka kuona matokeo? Mtegemee Mungu. Watu watasema mengi sana. Watu watakatisha tamaa. Kila kona utasikia mambo mengi sana. Lakini baki na Mungu amesema nini? Amen. Unajua after all lazima ujue. Tangu watu wamesema wameadi nini ndani ya maisha yako? Ask yourself. Tangu watu wameadi nini? Au wamekupunguzia nini after all? Kama hawawezi tena achana nao. Watu kusema, kupropose mambo na nini? Wana haki. Wana midomo. Hawalipi kodi, wanapumua. Na kupumua sio kuishi. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Barikiwa Mungu. Jizoeze kumtegemea Mungu. Hali vyovyote ilivyo, wewe baki naye amesema hivi. Miaka 120, yule mzee anajenga safina. Miaka 100, kuna vibinti vinavita. Babu Nushi kama marahaba wajukuu wa mjambo. Sasa unafanya nini? Babu hii ni nini? Hii safina. Safina vinasogea sasa. Safina ya nini sasa? Garika inakuja wajukuu zangu. Garika wanagonga babu kati. Babu anacheka vibaya. Babu umedata. Anawaambia sasa hiyo maji ya kuleta garika yatatoka. Wewe unaelewa garika maana yake nini? Nini anasema? Mungu amesema. Wewe baki na neno hili. Mungu amesema. Mbona nyinyi mkisali mnapiga makelele? Mungu amesema. Wapi? Amesema. Mbona mnanena kwa lugha msioelewa? Mungu amesema. Hallelujah. Why kanisani every time? Tumeagizwa na Mungu. Mbona kwa kila wiki mnashinda kanisani? Ndio ushirika wetu na Mungu. Mungu amesema. Mungu anataka closeness na wewe. Hata ratiba tuzonazo hata hazitoshi kwa Mungu. Mungu ni kila siku. Fellowship yetu sisi na sisi na Mungu. Sema amen. Amen. Anakuelewa haya? Muulize jirani yako anakuelewa haya? Muulize anakuelewa haya? Mguse kabisa, mgonge mpaka kuangalia. Namba 2. Namba 3. Jinsi ya kuhusiana na watu. How to relate with the people. Principle number 3. How to relate with the people. Jinsi ya kuhusiana na watu. Unajua, tunamhitaji Mungu muda wote, lakini sometimes tunahitaji watu. Kuna wakati tunahitaji watu ndani ya maisha yako. Kuna wakati tunahitaji watu. Watu ni muhimu sana. Hupaswi kuishi kwa kudharau watu. Wala kuwakebehi watu. Ishi na nimesema mkae nayo hapa hii dude yenu bana. Sema watu. Huyu ni jirani hapo ni muhimu sana. Wewe uko mfano wewe shule mfano. Mimi ningekuja hapa nipange viti vyote hivi. Mwenyewe nipange. Ni deki nifagie. Alafu niwashe vyombo namna hii. Mimi mwenyewe kila kitu. Alafu magitaa yako hapa. Na madrum na kila kitu kiko hapa. Alafu nije na Biblia yangu leo. Hakuna mtu hata mmoja. Ningefanya kitu gani hapa? Okay, Mungu ameniita nimeanza huduma. Hakuna mtu wa kunisupport, kuna huduma tena. Nahitaji watu. I need people. Na kuhitaji na unanihitaji, sema amen. Amen. Usidharau watu. Usitendee watu vibaya. Ngoja niweke vizuri hivi zaidi hii hapa. Unajua kuna kitu kimoja nataka kujua hapa. Jinsi ya kuhusiana na watu. Jambo la kwanza kwenye mahusiano ya watu unahitaji hekima. Ili uhusiane na watu vizuri unahitaji nini? Hekima. Na hekima haiyokoti popote bali kwenye ushirika na Mungu. Unapokuwa ndani ya ushirika na Mungu, ni rahisi kuwa na hekima ya kimungu ndani yako. Na unapokuwa na hekima ya kimungu ndani yako, ni rahisi sana kuhusiana na watu. Hekima. Wisdom. Unajua unakutana na watu wenye tabia mbalimbali, lugha mbalimbali, kuna majitu mengine bana ya ajabu kweli, unajua? Mnaelewa ninachosema? Ndio. Kuna watu wengine hawaeleweki. Hana chema, hana kibaya. Vyote sawa tu kwake. Anaweza akakujibu vyovyote anavyojisikia. Anaweza akaropoka chochote, he doesn't even care. Kuna watu hawajali maumivu ya wengine. Kabisa. Tunakuwa na jirani yetu mmoja pale Mbezi Beach. Amejenga, wametangulia pale wamejenga nyumba yao wameweka na ukuta.
Hasa mimi ndo nikaenda kujenga sasa. Nimejenga nyumba imeisha. Tunataka kuweka ukuta. Yule mama akanambia mume wake ameenda kazini. Yeye anakuja sema jirani mnafanya sema tunaweka fence hapo. Tunaweka fence kwani fence lazima iguse ukuta wangu. Nikasema si ndiko niko hapa ndo mwisho ndo naishi hapa. Akasema hapana, niachie kama mita 3 nataka kuwa na karabati ukuta wangu. Nikamwambia kama unataka hiyo nafasi ya karabati ukuta wangu, vunja wakao kurudisha nyuma. Una karabati, si hivyo tu. Lakini mimi naisha hapa. Ikawa kelele kabisa pale, mpaka tukashindwa kujenga. Anafukia wapi fundi nini? Nikasema huyu kabila gani huyu? Mimi ni mtu wa bush lakini huyu amezidi huyu. Maana wengine tumetokea bushu. Mume wake akaja jioni. Akammiss kumfuata hata mume wake. Niambia mafundi njoo kesho tuendelee kazi. Tukafanya tulichofanya, kesho njoo tuendelee hapa. Mafundi wamekuja, mume wake kuja jioni anamwambia, "Eti huyu jirani anataka kuleta mambo ya ajabu sana." Anambia yapi? Mume wake alikuwa mtu muelewa mstaarabu. Akamwambia, "Eti ana fence yake lazima iguse fence yetu." Akasema, "Sasa unataka aende wapi? Afanyeje?" Atuachie nafasi tukiwa tunataka karabati ukuta wetu. Akasema, vunja wako kurudisha nyumbani." Akamwambia hivyo hivyo. Akasema hapo ndio mwisho wa biko tunakutana hapo. Yeye aende wapi sasa? Yaani mimi nijipunje kiwanja changu kwa ajili yako. Je, kwa ujinga wako tu. Sasa kuna majirani kama unaishije nao? Unaishije nao? Unahitaji hekima. Siku moja akanifuata akasema, "Huyu mke wangu mbona hatoki kupiga soga na wenzake?" Akasema, "Ngambia sio mpiga soga huyu. Yeye anataka pere. Ile. Ni jirani lakini. Ukumbuke ni? Unamhitaji ni jirani. Si uko hapa tu. Ndio maisha tena inaanza, ndio yanaendelea. Utakimbia uende wapi? Ndio huyu hapo huyu. Ndio huyo uliyeketi naye hapo jirani, ndio huyo. Jinsi alivyo ndio hivyo hivyo. Amen. Huyo uliyeketi naye ndio huyo. Sema ndio huyu. Ana matabia yake huyo, ana madhaifu yake, lakini ana uzuri wake pia. Amen. Nilikuwa nawapa mfano hapa ibada ya kwanza na Alhamisi nilisema. Niliwahi kupata ajali hapa Namanga hapa. Nikamgonga mama mmoja gari yake, nikamkwangua hivi. Ikabonyea kidogo hapa. Mama aliwaka. Alafu katika wakati nasikitika hiyo naangalia, yeye ameshateremka. Ananiambia, unanigonga afu teremki?" Kabidi niteremke sasa. Sasa mimi unajua nimejisikia vibaya, si ndio? Unanigonga afu teremki, nikabidi niteremke. Angalia, muone. Yeye unateremka kabisa pole pole. Kaza kuna namba nyingine hii kitu kingine hapo. Alafu kila nikisema akapiga simu. Kwanza kanishambulia maneno kama matusi. Kamaliza. Mimi kaona muangalia tu. Kana huo nikaa vizuri anaweza kunipiga kibao huyo mama huyo. Maana akikupiga kibao huwezi kujua labda fukuto unaweza ikaja. Ukamsukuma mama watu akamka vibaya hapo. Wewe nirudi nyuma. Si unajihami, si ndio? Nikarudi nyuma kidogo. Anakuja anaongea. Sema hiki kibao. Mume wake kaingia pale. Mume wake kanambia, "Vipi bwana?" Anambia, "Pole." Anambia, "Asante." "Unaomba pole ya nini?" After all, wala kunipa mimi pole, naomba wewe pole. How? Amemgeukia mume wake sasa. Nikajua huyu jamaa ana kazi hata huko nyumbani. Huyu. Hii ngoma extra. Hii inaitwa extra. Sema extra. Kuna watu wako extra mind. Sema extra. Dangerous. Huku na huku. Mume wake akasema, lakini sura nikasema, anaweza kuitengeneza gari tukienda pekeni garage yote ndio yake. Nani umtengenezee gari? Kisha daktari mama. Nani? Mwisho polisi wakaja wakapima tukaenda hospitali. Kufika pale hospitali polisi inspector yupo. Sema gari mimi mnaiacha hapa, kesho mtarudi kwa inspection ndio mchukue magari yenu. Ndio wasema, "Gari anaenda hapa." Polisi mlivyo hii wezi wa vitu. Si tena wakasema tutakuweka nani wewe mama wewe. Ndio kidogo anasema, kama hutaki chukua gari yako wewe nasema, nipende wakampa switch. Na mimi nikapewa ya kwangu, nikasema haleluya. Moyoni nasema, "Yes baba." Afadhali mama endelee hivyo. Moto huo mama. Moto huo niondoke. Basi akamwambia, "Twende magari." Nataka anambia, "Sasa twende kwa nitengeneza." Nikasema, "Nani? Mimi tena?" Nasema, "Wewe tukaenda garage utanipiga makofi." Nasema, "Mimi siwezi kwenda." "Wewe tena?" "Kwa hiyo utengeneze." Nikasema, "Sitengeneze, nenda polisi ni hapo." Nikawasha gari huyo nikaondoka. Nikabaki maneno anarusha polisi wenyewe wanashangaa sababu hiki kitu gani? Ni kitu ilikuwa kitu ya ajabu sio nilikutana nayo. Lakini ilibidi ni handle with wisdom. Otherwise ungeweza kujibu hapo ikawa shida. Sio umeelewa? Hekima, sema hekima. Siku moja natokea Nairobi naendesha gari tena mimi. Fika pale himo. Penda kuja hivi Dar es Salaam. Kuna mti kwenye kona kuna mti mmoja mkubwa pale. Yule mama nikamkuta pale. Yule ameharibikiwa gari. Yule. Nikasema, akanisimamisha nikasema, "Wow."
Huyo mama si yule ni yeye. Kapaki akaja. Samahani, habari ya saa hizi? Sema nzuri mama, nzuri sana. Habari za safari sasa mama. Vipi? Tumeharibikiwa na hii gari yetu hapa. Watoto kesho shule. Nikasema panda. Ana dereva, rudisha pale, mpigie fulani, mpe fundi fulani afu mnipigie, baba atashughulikia. Haya, nitaivuta. Haya, era hapa. Tafuta. Tukaondoka. Tumeondoka na anapiga mume wake. Tumepata watu wazuri kweli na watu lift. Wazuri, twende tu. Wazuri. Kuna mzuri hapa, twende. Fika njiani wakati wa chakula, tumekula chakula kisema usilipe, nitalipa, nikalipa. Watu wazuri. Watu wazuri tunaendelea. Piga gari, uingia Dar es Salaam. Futa kabisa ninaingia Dar es Salaam bado kweupe. Unaishi wapi mama? Mikocheni, twende. Wapi? Pita kulia. Kushoto hapo. Geti yule. Piga tu honi. Mie. Wanafungua. Mume wake ana taarifa, anakuja. Hakuwapokea. Tafika nateremka. Mimi ndo nashusha mizigo. Najionyesha kwake, hanikumbuki. Nikaamua kujionyesha kwa mume wake. Mume wake akanikumbuka. Kaniangalia sema, "Wewe bwana." Kamwangalia. "Wewe mama nani? Huyu na baba lift." Ndio mtu yaani hao wametusaidia. They are so nice. Nice. They are so yes, they are so nice. Tumefika. Akaja pigwa mbio. Akanambia, "Brother. No, wewe sio ngame ndio nakumbuka. Unamkumbuka sana ile naikumbuka ile. Haina shida ile." Akaanza mama fulani, "Unamkumbuka?" Akasema, "Huyu hapa kumkumbuka." Unakumbuka ajali ya mama? Akasema, "Yesu wangu." All the way from Moshi Himo mpaka Dar es Salaam hajanitambua. Nilikuwa naendesha gari na mcheko kwenye kioo tu, akasema, "Wewe twende." Leo ndio utajua Mungu anaishi. Haleluya. Yeyote unayemtendea mwenzako, kumbuka kuna kesho. Yule usiyemtaka leo, kesho unamhitaji. Hekima. Sema hekima. Unataka kufika kwenye hoteli? Hekima. Jinsi ya kuishi na watu. Lakini kwenye kuishi na watu, kwenye mahusiano na watu, hapo kuna jambo jingine linaitwa uadilifu. Sema uadilifu. Kuwa mtu wa maneno yako. Jitahidi kuwa mtu wa maneno. Simamia maneno unayosema. Ndio. Hapana. Ieleweke basi. No more. Ndio. Hapana. Sawa wapendwa? Ndio. Hapana? Yes. Uadilifu. Punguza pre. Kuwa mtu wa maneno machache, unatenda. Maneno machache, unatenda. Yanakuelewa haya? Amen. Nasema yanakuelewa haya? Amen. Yanakuelewa mpendwa? Amen. Jua kwamba hawa watu unaoishi nao, na wao wanaumia, na wao wanafurahi. Nasema na mtu hapa kweli? Amen. Nasema na mtu hapa? Amen. Kuwa mtu wa nini? Mwadilifu, kuwa hekima, kuwa mwadilifu. Jali jambo lingine kwenye mahusiano na watu, jali mambo ya wengine. Hujui kesho wewe ni nani? Hujui kesho wewe atakuwa nani? Hujui kesho utakutana naye wapi? Nina mdogo wangu mmoja ni mwanasheria. Alikuwa anafanya huko TANESCO. Sasa ni legal manager. Ni manager wa sheria, legal manager. Sio unasema hivyo? Lakini mkurugenzi wa idara ya sheria pale TANESCO, hiyo legal counsel wa company secretary. Ni company secretary and legal counsel huyo jamaa. Alikuwa anampelekesha hivi. Hamtaki peleka huko. Lakini jamaa kijana yuko vizuri kwenye sheria. Ni mzuri sana. Wanafahamia hapa na nani hapa. Lakini hapendwi. Anampeleka huko, anamsingizia hiki, peleka mwisho akampeleka kwenye kampuni tanzu. Ile subsidiary companies. Akampeleka huko maisha kwa kampuni ka kusambaza nguzo. Yeye ndo akampeleka huko. Kama amemtampu kule. Kwenda kule wale wakasema no, huko hatuna principal legal officer. Huko tuna managers. Kwanza manager kwenda juu. Kwa hiyo wewe ndio tukupromote. Kwa akajikuta kamwombea promotion makao makuu, akawa promoted kuwa manager. Akawa manager. Akawa kwenye level ya manager. Sasa manager wapo, afu kuna huyo legal counsel wao, huyo mkubwa wao. Huyo asiyetakiwa huyo last week anapigiwa simu na mkubwa wao, CEO. Anamwambia kuanzia sasa wewe tumeshakuteua kuwa legal counsel wa TANESCO.
Alafu huyu jamaa huyu anakuja kuact kwenye eneo lako. Ana act bado anashughulikiwa. Huyu anapelekwa pale. Jana kakabidhiwa barua kwamba you are going. Unaona ushuhuda huo? Mimi aliwahi kuniomba huyu mdogo wangu, akasema kaka, mimi napenda kuwa judge. Hebu nifanyie wewe unafanya na watu wengi serikalini. Hebu nipenye kweli na mimi nikatafuta watu kwa bwana. Mdogo wangu wa judge bwana, Ni mwanasheria mzuri judge. Wakasema wakachukua jina. Wakapeleka. Kwenye mchujo wanafanya vetting. Chunguza hizi mambo mnachati haya. Be careful. Mambo mnajua wakitaka kufanya vetting kwa ajili ya kupromote siku hizi kwenda popote. Serikali inaangalia wewe uko upande wao upande gani. Wewe umechati kitu against the government, unatupa wakamdrop. Na nilifuatilia wakaniambia nao kuna hii korokoro tulikuta bwana, sasa huyu kumpa ujaji huyu inakuaje sasa mtu hayuko. Wakamdrop, nikamwambia dogo, unachati ujinga. Ni comment tu. Ndio hizo. Unaona? Wakanionyesha kabisa hiyo hatari. Nje. Lakini ngoja nikwambie, the boy is so smart. Kwenye kazi anafanya kazi nzuri sana. Na yuko vizuri sana. Jana kakabidhiwa, sasa usiyapeleke huko. Jana kakabidhiwa tayari barua, anaenda kuact ilipo cancel. Na anaweza. The boy is smart. That young man yuko vizuri sana. Ila sasa utii kona na huku mnafanya kazi wako wengi wa namna hiyo. Ila yeye alitulia, hakupambana na bosi wake, hakufanya chochote wala kushindana. Hata yeye ajui imetoka wapi. Hii ni Mungu tu. Na mimi nilimwambia mtegemee Mungu kuliko mwanadamu. Mimi mwanadamu nina kikoma, si nimefeli sasa. Mipango ilifeli, kitu ikafeli, kumwombea kukafeli. Lakini ya Mungu imekuja yenyewe.